Ikikutangazia kutoka hapa jijini Dodoma. Karibu katika ulimwengu wa habari. Msomaji ni mimi Zinazile Mswima. Kwanza ni muhtasari wake. Katibu mkuu kiongozi wa Baraza la Wawakilishi asema sekta ya bima ina mchango mkubwa katika pato la taifa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amtaka Kagame kuacha kuwaunga mkono waasi wa M23. Na katika michezo, uwanja wa Ali Hassan Mwinyi wafunguliwa. Hujambo mtazamaji na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amehitimisha kampeni zake mkoani Mara kwa kishindo na kuahidi wananchi kufanyia maendeleo makubwa mkoa huo. Mariango Mugeta ana undani wa taarifa hiyo. Baada ya jana kufanya kampeni zake katika wilaya za Bunda na Musoma, leo ilikuwa ni zamu ya wilaya za Rorya, Tarime, Butiama na Serengeti, ambapo Mheshimiwa Rais Samia ameahidi kufanyia maendeleo makubwa mkoa huo ili kumwenzi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nafurahi kufika hapa Butiama alipozaliwa mwana majumui wa Afrika, mzalendo wa kweli, baba wa taifa letu Mwalimu Julius Nyerere. Niwashukuru sana kwa mapokezi haya makubwa. Lakini nataka niwaambie kwamba awamu ya pili, awamu ya sita, mkitupa ridhaa yenu na mkituchagua, tunakwenda kuendeleza yale kwa kasi ile. Pale ambapo maji hayajafika, tahakikisha maji yanafika. Pale ambapo umeme haujafika, tahakikisha umeme unafika. Pale ambapo shule hakuna, nyumba za walimu hakuna, tunakwenda kufanya hivyo. Na pale ambapo huduma za afya ziko mbali, tutazisogeza kwa karibu. Kwa tutaendelea kwa kasi ile. Swala la fidia tunalifanyia kazi, na serikali hii haipendi kunyima fidia ya mtu. Kwa kila anayedai fidia, aliyepisha mradi wote ule, tunakwenda kulipa fidia hiyo. Kwa hiyo lami ya makao makuu itaingia kwenye ombi pia lile la kilomita 38. Kwa ujumla niseme maombi yote tunayachukua na tutakwenda kuyafanyia kazi. Mariango Mugeta, Sky TV. Asante Mariango Mugeta kwa undani wa taarifa hiyo. Mgombea wa nafasi ya rais Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itahakikisha inatengeneza maeneo mengi zaidi ili wajasiriamali wafanye biashara zao kwa utulivu zaidi. Sasa naomba kura niliyesimama mbele yenu, Hussein Ali Hassan Mwinyi. Mgombea wa nafasi ya rais wa Zanzibar kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Namwombea kura mgombea wa CCM wa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Walionitangulia wamesema ni mwanamke jasiri, mwanamke anayechapa kazi, ameleta maendeleo mengi. Tuna kila sababu kama Wazanzibari kumchagua 100%. Ndugu zangu, napenda niwaombee kura wagombea wa ubunge na uwakilishi na udiwani wote wa Chama cha Mapinduzi. Naona wapo hapa. Basi tufanye kazi ya kuwapa kura. Mimi ninahitaji wawakilishi wengi wa Chama cha Mapinduzi ili tuweze kutengeneza serikali madhubuti ya kufanya shughuli ambazo tumeziahidi. Na Mama Samia anahitaji wabunge wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo tusije tukakosea.
Mgombea ubunge wa jimbo la Vawa Mheshimiwa Jafeti Hasunga ameendelea na mikutano yake ya kampeni akifanya ziara kijiji kwa kijiji ili kusaka kumbukumbu huko akinadi sera yake ya ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa wananchi. Taarifa ya John Kiango kutoka mkoani Songwe inafafanua zaidi. Mheshimiwa Hasunga akiwa katika kata ya Ukwile, kijiji cha Ludewa na Mponela, amewaambia wananchi wa kata hiyo kuwa kata hiyo ni kata ya kimkakati katika kuleta maendeleo, huku akiwaambia mpango wake ni kutaka kata hiyo kuwa na maduka makubwa ambayo yatakuza uchumi wa eneo hilo. Kwenye kata ya kwenu maduka makubwa yale ya kimataifa yanayoitwa shopping malls au masupermarket makubwa yako nchi mbalimbali, ukienda hayawezi kujengwa pale Tunduma. Tunduma imeshajaa. Uongo kweli? Kama wanataka kujenga pale itabidi wabomoe nyumba za watu nyingi. Eneo lililobaki la kimkakati la kujenga hayo maduka ni kwenye kata ya Ukwile na kata ya Ihanga. Hiyo ndio itakuwa kazi yangu, kutafuta maduka ya namna hiyo, kuja kwa wawekezaji wawekeze hayo ili kusudi watengeneze ajira, na sisi watu mbalimbali wao wanakuja hapa wanafanya biashara, na sisi tutafanya biashara, tutatajirika. CCM hoye! Mponela hoye! Ya Ukwile ni kata ya kimkakati. Kata ya nini? Kata ya nini? Mbona siwasikii? Kata ya nini? Ya kimkakati. Niliamua kwa sababu rafiki yangu Msongole ana ushirikiano mzuri. Toka tumeingia mwaka 2015 ana ushirikiano mzuri. Miradi mikubwa nikipata tunaileta Ukwile. Nyinyi ni mashahidi, na kata 18 nilipopata chuo kikuu cha ufundi nikawauliza tupeleke wapi, watu wakajenga hoja, tupeleke Yura, tupeleke sijui wapi. Wengine wakasema tuweke Ichenjezia. Sisi tukasema hapo tuweke Ichenjezia mji haupanuki, tuwapelekee watu wa Ukwile. Chuo kinajengwa kwenu kwenye kata yenu. Piga makofi kwenye Chama cha Mapinduzi. Ya pili, aidha ameeleza mpango wa serikali wa kuboresha reli ya Tazara ambayo inatarajia kuongeza uchumi wa eneo hilo na nyanda za juu kiujumla. Sasa hivi tunataka kuboresha treni yetu ya Tazara. Treni hii ya Tazara kutoka Dar es Salaam sasa hivi haifanyi kazi sawa sawa. Tulimuomba rais kwamba tumejenga reli ya kisasa kutoka Dar es Salaam hadi Dodoma. Inatumia masaa matatu tu kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma. Wakati kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza itakuwa ni masaa 6 mpaka 7. Wakati mabasi yanatumia masaa 18 kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza. Kutoka Dodoma mpaka Dar es Salaam tunatumia masaa 9 mpaka 11. Kwa treni ni masaa matatu. Tukasema na sisi nyanda za juu kusini tunataka reli, tunataka treni za kisasa kama tunaojenga kwenye treni ya kati. Rais akaenda China, wameongea na rais wa China. Wa China wamekubali kutuboreshea reli yetu ya Tazara ili iwe ya kisasa, iweze kusafirisha mizigo, iweze kusafirisha abiria. Tunataka. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Sky TV. Habari kuu usiku huu wa leo: Shirika la Hifadhi za Taifa TANAPA limefungua milango ya uwekezaji. Shirika la Hifadhi za Taifa TANAPA limefungua milango ya uwekezaji kwenye hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo kilichopo mkoani Geita ili kupanua wigo wa fursa na mapato katika sekta ya utalii nchini. Michael Francis Bundara anafafanua zaidi. TANAPA imeweka wazi kuwa juhudi hizo zinakuja kufuatia ongezeko la idadi ya watalii katika hifadhi hiyo, ambapo ndani ya kipindi cha miaka 4 kuanzia 2021 hadi 2025 kumekuwa na ongezeko la watalii kwa takribani 78%. Ofisa uhifadhi daraja la kwanza katika kisiwa cha Rubondo Bruno Felix ametoa taarifa hiyo katika mahojiano na waandishi wa habari na kueleza TANAPA imetenga takribani ekari 5 kwa ajili ya wawekezaji. Ya taifa ya kisiwa cha Rubondo kuna fursa mbalimbali za uhifadhi za wawekezaji ambao wanaweza kufika hapa wakaweza kuzitumia vizuri ili kuboresha hifadhi yetu ya taifa ya kisiwa cha Rubondo na nchi kwa ujumla.
Fursa zilizoko hapa, tuna maeneo mbalimbali ya uwekezaji. Tuna maeneo ya uwekezaji yapatayo 8 kwa maeneo yaliyopo ndani ya hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo. Lakini ndani ya haya 8 pia katika hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo kuna visiwa viwili ambavyo vimetengwa kwa ajili ya wawekezaji. Inamaanisha yale maeneo maalumu ambao mwekezaji wa nje akitaka kujenga hoteli aidha ya kudumu au kambi ya muda, yanaweza yakamfaa kabisa kuja kuwekeza ndani ya hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo. Naye ofisa uhifadhi daraja la 3 Zakaria Kimambo amesema kisiwa cha Rubondo ni miongoni mwa hifadhi ya kipekee yenye mandhari ya kihistoria pamoja na vivutio vya wanyama wa majini na nchi kavu. Kwa ndege wanaotokea Ulaya ni wale ndege wa tunaita migratory bird. Wanatokea Ulaya, labda unakuta Ulaya kuna muda mwingine kuna baridi, kwa akija huku kukuta kuna mazingira mazuri ya joto ambapo labda wanaweza kataga mayai yao wakatotoa watoto bila shida yote kwa sababu hali ya hewa inakuwa iko vizuri. Lakini pia ni kama inakuwa kama hoteli. Kuna wale ndege pia wanaohama wanaweza wakatembea bara la kwanza bara la pili, lakini wanatumia Rubondo kama sehemu yao kama hoteli. Kwa maana wanaweza kufika kwa spend night 2 mpaka 3 alafu wakaendelea na safari zao. Ni hifadhi ambayo inabugza kwao. Kwa sababu kuna sehemu ambapo wakifika kuna kisiwa kimejitenga kabisa, ndege ndio mara nyingi wanapenda kwenda pale. Ukiangalia kwanza usalama ile eneo ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo ndege hawezi zurika sana kwa kuindwa au kufanya nini. Kwa hiyo ndio maana wanapenda kuja katika hifadhi kuja kufanya mazalia au kuja kupita kuspend night 2 au 3 then waendelee na safari zao. Mkuu wa mradi wa kuzoesha sokwe Robert Mushi amesema sokwe waliopo ndani ya hifadhi hiyo wana tofauti kutokana na kujengewa tabia ya mazoea na binadamu tofauti na maeneo mengine. Kwa upande wake ofisa uhifadhi daraja la 3 Amina Said amesema hifadhi ya kisiwa cha Rubondo ina makundi yenye ndege zaidi ya 200 ikiwemo wanaohama na wasiohama. Sana kwa wale wageni ambao wanapenda kuona ndege. Tuna species zaidi ya 200 za ndege humu ndani. Tuna ndege wahamao na wasiohama pia. Kwanza kabisa mpaka imefikia hatua imeitwa hifadhi ya taifa. Kwa maana yake vitu vilivyomo humu ndani vinatakiwa kubaki kama vilivyo. Ndio maana hata utalii tunaofanya huku ni utalii wa picha. Huruhusiwi kuvuna chochote kinachopatikana ndani ya hifadhi. Michael Francis Bundala, Sky TV. Mtazamaji, tutoke mkoa wa Geita sasa tuelekee mkoa wa Dar es Salaam. Hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke imefanikiwa kufanya upasuaji wa kwanza wa fuvu la kufuatia maboresho mbalimbali yanayoendelea hospitalini hapo. Nora Damian ana taarifa kamili. Upasuaji huo wa kibingwa umefanywa kwa kushirikiana na jopo la wataalamu wa taasisi ya tiba mifupa Muhimbili Moi, ambapo mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke Dr. Joseph Kimaro amesema umefanyika kwa mafanikio makubwa ukihusisha wagonjwa 7 ambao wanaendelea vizuri. Hospitali ya rufaa mkoa wa Temeke tumeongeza huduma nyingi sana na tumeboresha namna ambavyo tunatoa huduma. Katika wiki hii pia ya huduma afya napenda ni watangazie wateja wetu wote na wananchi wote wa Temeke na Kigamboni na wilaya zinazopata huduma hapa kwamba tumeendelea na maboresho makubwa ya hospitali na sasa tumeshafungua rasmi ICU yetu na mgonjwa mmoja tayari amesharuhusiwa kwenda nyumbani kutoka kwenye ICU, na huyu ni mgonjwa ambaye alifanywa upasuaji wa fuvu kutokana kwamba alipata ajali iliyosababisha avujie damu kwenye fuvu. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza hospitali ya rufaa mkoa wa Temeke tumeweza kufanya upasuaji wa fuvu kwa kushirikiana na hospitali ya mifupa ya Moi, na hii ni kutokana na timu ya katibu mkuu ambaye aliweza kuielekeza aweze kufika hapa na kufanya mafunzo maalum, na tayari sasa wataalamu wetu wataendelea kufanya hizo upasuaji wa mafuvu. Umeshafanyika kwa wateja takriban 7. 6 tumefanikiwa na mmoja ilikuwa ni bahati mbaya kwa sababu walikuja katika hali ambayo ni mbaya sana, alikuwa amepoteza damu nyingi sana ambazo zilivulia kwenye kichwa. Huduma nyingine mpya iliyoanzishwa hospitalini hapo ni ile inayohusisha ufuatiliaji wa wajawazito walio kwenye uchungu, lengo likiwa ni kupunguza vifo vya uzazi. Mama mjamzito ambaye yuko kwenye uchungu ana uwezo wa kufuatiliwa uchungu wake pamoja na hali yake yeye mwenyewe bila kuunganishwa na waya wowote. Tunaita
ni wireless CTG kwa ajili ya kumonita mateno, heart rate, fetal heart rate, lakini na uterine contraction. Ni system ambayo kwa sasa tunaamini hiko hapa Temeke peke yake, na pengine wengine wangependa kujifunza, basi tunawakaribisha waje kuona namna tunavyohudumia kina mama. Na hii inaenda na sambamba kabisa na ndugu wa wagonjwa, au ndugu wa hawa kina mama wanaokuja kujifungua, kukaa na wapendwa wao katika vyumba vya kujifungulia. Yani labor care guide. Ile tunaendelea nayo kama kawaida. Daktari nawashukuru, maana nimeugua muda mrefu. Madaktari pia nawashukuru, wanajitahidi, mpaka nililazwa pia wamejitahidi. Kwa hiyo waendelee na huo moyo. Ni huduma mzuri kwa sababu tunapata kujua matatizo yetu ya shida zetu, na tunapata uelewa vile vile, na tunashukuru kwa hilo. Wito wangu izidi kuboresha, na vile vile ningetoa msisitizo kwa hii huduma iwe endelevu mpaka maeneo ya vijijini ifike, kwa sababu kwetu kuna changamoto nyingi sana kwa huduma hizi. Ni kilele cha maadhimisho ya wiki ya huduma kwa mteja, na hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke imetumia siku hii kutoa huduma ya bure ya uchunguzi wa magonjwa mbalimbali kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam. Nora Damian, Sky TV. Habari za kitaifa, na sasa tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea tunaenda kuungana na Godinless Gaspar katika habari za biashara na uchumi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance, na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV.
biashara na uchumi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Godilness Gaspar. Waziri wa Kilimo Hussein Bashe ameyataka makampuni matano ya ununuzi wa zao la tumbaku nchini kuhakikisha yanalipa wakulima zaidi ya dola za Kimarekani milioni 5 wanazodai kufikia Oktoba 30 mwaka huu. Bashe ametoa agizo hilo wakati wa kikao maalum kilichofanyika mkoani Tabora kati yake na wadau wa zao hilo kwa lengo la kujadili usajili wa wakulima wa tumbaku na upatikanaji wa bima ya mazao, mpango unaolenga kuboresha sekta ya kilimo na kulinda maslahi ya wakulima. Ambazo hazijalipa wakulima ni kampuni gani? Mfano Bayexen, Magefa, nani? Jespan. Wamo ndani. Magefa simo ndani. Hela za wakulima zinakamilika lini? Mheshimiwa Waziri, kwa upande wa Magefa tunataka kuomba wakulima na nitafikisha kwenye benki, lakini tuna imani kwamba kama mzuri kabisa tunaweza kuwalipa wakulima. By 30th of this month, kila chama, kila kampuni iwe imelipa wakulima. Hilo la kwanza. La pili, TTB, watu wote waliochelewesha, kwa sababu hao wakulima waliocheleweshwa kulipa wamejikuta wamelipa interest mabenki. Tutacompute, tawaambia TTB wa compute any failure ya kulipa, mtalipa riba, and that's very important. Lakini makampuni yote ya tumbaku hamjamaliza ushuru wa halmashauri, hamjamaliza wa vyama vikuu vya ushirika. Aidha, mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha ameomba makampuni hayo ya ununuzi wa tumbaku yaripoti katika vituo vya polisi ili kutambua uwepo wao hadi watakapokamilisha malipo hayo kwa wakulima. Hatua hiyo imeungwa mkono na Waziri Bashe pamoja na wadau wengine wa sekta hiyo. Maelekezo na sitaki kubreak maelekezo yako, lakini ni kuombe uridhie wakatoa maelezo hayo ya hizo commitment pale polisi. Hawatarazwa ndani kwa kishie, ila watoe maelezo hizo commitment wakazitolee polisi pale. Na commitment hizo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, zisiwe commitment mpaka tarehe 30, wawekewe kila baada ya muda fulani anaripoti pale ili tujue yupo. Kama hayupo basi yetu tuweze kufuatilia. Unajua unafika hatua unaenda kufanya mkutano unashindwa, yani ujibu nini? Alafu ukimpigia yule bwana Magefa yule wala hajibu, hapokei. Unarudi tu unawaambia nitarudi wiki ijayo, hakupokei kabisa kabisa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rasmi, nakubaliana waende polisi, waende wakaandike na wataripoti polisi kila siku iliyopangwa mpaka madeni ya wakulima yatakapofanya nini. Na sasa tutazame viwango vya kubadilisha fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambapo leo Oktoba 10, 2025 dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2431 na senti 8 na kuuzwa kwa shilingi 2456 na senti 2. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3255 na senti 0 na kuuzwa kwa shilingi 3287 na senti 6. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2824 na senti 3 na kuuzwa kwa shilingi 2852 na senti 6. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 142 na senti 1 na kuuzwa kwa shilingi 143 na senti 6. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 18 na senti 7 na kuuzwa kwa shilingi 18 na senti 9. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa shilingi 0 na senti 7
na kuuzwa kwa shilingi 0 na senti 7. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Godliness Gaspar. Biashara na uchumi. Asante Godliness Gaspar kwa undani wa taarifa za biashara pamoja na uchumi. Na moja kwa moja mtazamaji, tunaungana na Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi ni Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amtaka Kagame kuacha kuwaunga mkono waasi wa M23. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa, naitwa Pius Jayunga. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amemtaka Rais wa Rwanda Paul Kagame kuacha kuwaunga mkono waasi wa M23 nchini Kongo. Akizungumza Alhamis mjini Brussels nchini Ubelgiji katika jukwaa la Global Gateway, Tshisekedi amemsihi Kagame washirikiane kwa pamoja katika kuleta amani. Tshisekedi amesema wito huo unahusisha Kagame kuliamuru kundi la M23 kusitisha mapigano ambayo tayari yamesababisha vifo vya watu wengi. Katika hotuba yake, Rais Kagame hakuzungumzia moja kwa moja mgogoro huo. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe amesema mtu pekee ambaye anaweza kuvimaliza vita vya Kongo ni Rais Tshisekedi. Kwingineko, magenge ya wahalifu wamepambana na polisi katika mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince. Milio ya risasi imeripotiwa mjini humo. Wanachama wa magenge ya wahalifu wamekabiliana na polisi siku ya Alhamis karibu na makao makuu ya serikali ya Haiti, wakati mawaziri wanaoendesha utawala dhaifu wa muda walipokuwa wakikutana kwa mara ya kwanza baada ya miezi kadhaa. Shirika la habari la AFP na shahidi walithibitisha milio ya risasi katika mji mkuu Port-au-Prince karibu na ikulu ya kitaifa. Jengo hilo lilikuwa limetelekezwa kwa sababu eneo hilo lilionekana kuwa hatari sana katika baraza la mawaziri, lakini baraza la mawaziri lilikutana hapo jana ili kujaribu kuleta hali ya kawaida na utulivu. Haiti inayokumbwa na umaskini haina bunge wala raisi na haijafanya uchaguzi tangu mwaka 2016. Magenge yaliyojihami vyema yanadhibiti sehemu kubwa ya nchi licha ya kutumwa kwa kikosi cha kimataifa kinachoongozwa na Kenya. Na hatimaye, rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesalimika katika kura mbili za kutokuwa na imani naye katika bunge la Ulaya. Hoja mbili zilizowasilishwa na wabunge wa siasa kali za mrengo wa kulia wanaojulikana kama wazalendo wa Ulaya na wabunge wa vyama vya mrengo wa kushoto zilishindwa kupata angalau kura 360 zinazowakilisha robo tatu ya kura zote zilizopigwa.
Hoja ya wanasiasa wa mrengo mkali wa kulia iliungwa mkono na wabunge 179 huku 378 wakipiga kura kupinga na 37 walijizuia. Hoja ya wanasiasa wa mrengo wa kushoto iliungwa mkono na wabunge 133 huku 383 wakipiga kura kupinga na 78 walijizuia. Mnamo mwezi Julai, rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya na timu yake walikabiliwa pia na kura nyingine ya kutokuwa na imani nao. Von der Leyen amesalimika kutokana na migawanyiko ya kisiasa kati ya wabunge wa Umoja wa Ulaya, lakini kura hizo zinaonesha ukosoaji unaoongezeka kuhusu sera zake. Mwisho wa habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Asante Pius Jayunga kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa wa kuelekea viwanjani. Hapa studio nipo na mwanamichezo Raisa Idi atatujuza yaliyojiri kunako viwanjani. Sky TV. Jiachie barabarani ukiwa na Bima Flex, bima bora ya vyombo vya moto kutoka NIC Insurance. Pakua app ya NIC kiganjani kutoka Play Store ama App Store au tembelea tovuti ya www.nicinsurance.co.tz. NIC Insurance. Sisi ndio bima. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV.
Habari za michezo na burudani. Asante sana mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari kuendelea kuitazama Sky TV. Sasa ni wasaa kuelekea viwanjani kwenda kufahamu taarifa za kimichezo. Ungana nami mwana michezo wako Lai Saidi. Shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini TFF limeufungulia uwanja wa Al-Hassan Mwinyi ambao upo mkoani Tabora kutumika kwa michezo ya ligi baada ya kukamilisha marekebisho yaliyokidhi vigezo vya kikanuni na sheria za mpira wa miguu. Awali uwanja huo ulikuwa umefungiwa kutokana na changamoto za kimiundombinu ambazo hazikukidhi masharti yaliyowekwa chini ya kanuni za leseni za klabu. Baada ya ukaguzi mpya kufanywa na TFF, imebainika kuwa marekebisho yote yaliyotakiwa yamekamilika ipasavyo. Kupitia taarifa rasmi ya TFF imethibitisha kuwa timu zote zilizokuwa zikitumia uwanja huo kama uwanja wa nyumbani sasa zinaweza kuendelea na michezo yao kama kawaida. Kwingineko ni kuhusiana na katika kujiandaa na mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, kikosi cha Yanga leo kimecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya TRA United Sport Club, mchezo ambao umepigwa katika uwanja wa Gymkhana na mchezo huo kumalizika kwa sare ya bila kufungana. Yanga Sport Club itachuana na miamba kutoka nchini Malawi Silver Strikers, ambapo mchezo huo utapigwa Oktoba 18 mwaka huu. Kuna mchezo huo wa raundi ya pili ya CAF Champions League ambapo itakuwa ugenini katika uwanja wa Bingu nchini Malawi kabla ya kurudiana nyumbani Oktoba 25 mwaka huu. Afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe amezungumzia namna ambavyo mchezo ulikuwa na maandalizi ya kuelekea safari yao nchini Malawi, huku meneja wa kikosi hicho Walter Halson akizungumzia hali ya wachezaji pamoja na maandalizi ya kikosi hicho. Ya, tumekuwa na mazoezi mazuri. Mimi nasemaga hizi ni mechi za mazoezi kwa sababu unapata nafasi ya wachezaji wote, mwalimu ambao ametrain nao kwa hizi siku 3, tuone level fitness imefika wapi, tuone ile tactical awareness iko vipi na timu ina improve vipi. Kwa hiyo wachezaji ambao wamebakia leo wamecheza wote. Umeona mwanaume Ninju kauma dakika 90 pale. Umeona pacha ya Ninju na Sinki dakika 90 imecheza pale. Kaja baadaye Casemiro kacheza vizuri. Farid Shuaboy wamecheza vizuri. Kwa hiyo ni jambo zuri kwetu sisi na tunaamini tunakwenda kule ambako tunapaota kufika inshallah. Safari baya inazidi kukolea. Safari inazidi kukolea kwa sababu leo tumeshafikisha magari 20. Okay. Wana Yanga ambao wanatoka hapa Tanzania wanaelekea Malawi. Kwa hiyo watu waendelee kuhamasika. Na rafiki yangu mmoja yuko uhamiaji pa ananiambia kila siku message ni nyingi. Watu wakitaka watu waende Malawi. Kwa hiyo wakitaka nini zile hati za kusafiria watu waende Malawi. Kwa hiyo nafikiri jambo zuri. Meneja njoo meneja. Meneja mkuu. Meneja mkuu, hebu tuelezee kidogo mpango wa timu, nataka niongee kidogo na kocha. Kwanza kabisa tunamshukuru Mungu. Tunaendelea na maandalizi kuelekea mchezo wetu wa Champions League dhidi ya Silver Strikers pale nchini Malawi. Na kila kitu kinaendelea vizuri. So far so good kwa wale wachezaji ambao wako hapa, ukiachana na wale ambao wako kwenye timu za taifa. Kwa hiyo kocha anaendelea kuingiza dozi ya kutosha ili kuhakikisha kwamba tunapoelekea Malawi timu itakuwa kwenye wakati mzuri sana wa kwenda kupata matokeo. Tumetoka kucheza mchezo wa kirafiki hapa dhidi ya Tabora, ni katika hali sasa ya kutaka kuangalia sehemu gani ambapo tumefikia kwenye maandalizi ambayo tumeweza kufanya. Na kwa wale ambao kwa national teams tuna utaratibu ambao tumeufanya wa ku track records zao za mazoezi wanayofanya, dakika wanazocheza kwenye michezo. Kwa hiyo ili kuweza kujua uwiano wa mzigo ambao watakuwa wamepokea pindi ambapo watakuja hapa, watakuwa katika hali gani ya kuweza kuja kuisaidia timu. So collectively kwa ujumla kila kitu kinaendelea vizuri na tunamshukuru Mungu. Kazi inabaki sasa kuona ni nini ambacho tutaenda kukifanya pale Malawi, lakini kama ambavyo mnahamasisha kwa mashabiki wa Young Africans kokote Tanzania, wale ambao wanataka kwenda Malawi, itakuwa ni furaha kubwa sisi kuweza kuwaona wakiwa wanatusupport pale. Kwingineko ni kuhusiana na Baraza la Michezo la Taifa BMT kwa kushirikiana na shirika la maendeleo nchini Japan JICA, ambapo wameendesha mafunzo maalum ya utimamu wa mwili kwa wanachama wa umoja wa maveterani wa soka la Tanzania UMSOTA katika makao makuu ya umoja huo yaliyopo Magomeni jijini Dar es Salaam, ambapo mafunzo hayo yamelenga kuwajengea uelewa washiriki kuhusu umuhimu wa mazoezi ya mwili kwa afya na ustawi wa wachezaji pamoja na namna bora ya kudumisha utimamu wa mwili
hata baada ya kustaafu michezo ya kiushindani. Akizungumza wakati wa mafunzo hayo, Bwana Charles Maguzu, afisa michezo kutoka BMT, ameeleza kuwa BMT itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo JICA kuhakikisha michezo inakuwa sehemu ya maisha ya Tanzania wote bila kujali umri wao, huku mwenyekiti wa Umoja wa Maveterani wa Soka Tanzania UMSOTA Bwana Paul Ambrose maarufu kama Faza ameshukuru Baraza la Michezo la Taifa BMT kwa kuendesha mafunzo ya mazoezi, huku akisisitiza umuhimu wa kuhimiza watu wazima kufanya mazoezi kwa afya na ustawi wa mwili. Mpango kazi ambao uko na Baraza la Michezo la Taifa BMT kwa kushirikiana na JICA, taasisi ya ushirika la kimataifa la maendeleo la Japani, ambalo linafanya kazi zake katika bara la Afrika na maeneo mengine hapa duniani. Kikubwa zaidi ni kwamba katika mpango wa kubadilishana wataalamu wa michezo kati ya Tanzania na Japani, Watanzania baadhi tulibahatika kwenda katika nchi ya Japani katika jiji la Nagai na kufanya kazi kule kwa kipindi tofauti tofauti. Tulipokwenda Japani tulikwenda kufundisha masuala ya michezo, lakini hususan kubwa zaidi ilikuwa ni mazoezi kwa watu wenye umri tofauti tofauti. Katika nchi ya Japani tulifundisha mazoezi ya michezo mbalimbali kwa watoto, watu wa rika la kati pamoja na wazee. Ule mpango wa kufundisha wazee katika nchi zilizoendelea kama Japani uliasisiwa kwa lengo la kuwapa afya njema wale wazee ambao walishatumikia taifa na sasa hivi wamestaafu, wana kazi ya kufanya, lakini wanahitaji kufanya mazoezi kwa ajili ya kujenga afya zao. Nashukuru sana Baraza la Michezo leo kuja nasi kuwa na kipindi cha mazoezi ambacho kwa kweli tumefaidika, tumepata faida nyingi kwa sisi watu wazima. Zoezi hili tunawashirikisha watu wenye umri mkubwa. Tunashukuru sana kwa baraza kuandaa zoezi hili ambalo tumelifanya leo. Kwa kila mtu mwenye umri mkubwa, mazoezi ni yanajenga afya yako, yanajenga stamina. Kwa hiyo unapofanya mazoezi hata magonjwa nyemelezi yanakuwa hayakupati. Kwa hiyo tunashukuru sana baraza kwa kuandaa hii program ambayo kila mtu mzima naomba aifanye. Kimataifa, klabu ya Kaizer Chiefs ya pale nchini Afrika ya Kusini imefikia makubaliano ya kuachana na aliyekuwa kocha mkuu Nasreddine Mohamed Nabi baada ya kufikia makubaliano ya pamoja ya kumaliza uhusiano wao wa kizazi kwa njia ya amani. Katika taarifa rasmi iliyotolewa na klabu hiyo, Kaizer Chiefs imesema kuwa maamuzi hayo yamefikiwa baada ya mazungumzo ya kujenga na yenye heshima, na pande zote mbili zimekubaliana kuhitimisha ushirikiano wao kwa misingi ya kuheshimiana. Klabu inatambua na inamshukuru kocha Nabi kwa mchango wake katika kipindi cha utumishi wake ndani ya Kaizer Chiefs na inamtakia mafanikio katika safari zake zijazo za kitaaluma. Hatua hii inafungua ukurasa mpya wa pande zote mbili, huku mashabiki wa Kaizer Chiefs wakisubiri tangazo la kocha mpya atakayechukua mikoba ya Nabi katika siku zijazo. Kufuatia tangazo la mapema leo hii la kuachana na kati ya Nasreddine Nabi na Kaizer Chiefs, Nasreddine Nabi kutokana na kuachana naye, klabu hiyo imethibitisha makocha Khalil Ben Youssef na Cedric Kaze wataongoza timu kiufundi kwa muda usiosalia wa msimu wa 25-26. Na barani Ulaya ni kuhusiana na mshambuliaji wa klabu ya Manchester City Erling Braut Haaland ameshinda tuzo ya mchezaji bora wa mwezi Septemba wa ligi kuu ya soka nchini Uingereza. Erling Haaland amefunga jumla ya magoli 5 na kutoa asisti 1 katika mechi za ligi kuu akiwa na kikosi chake cha Manchester City, na hii inakuwa ni tuzo yake ya 4 ya mchezaji bora wa mwezi. Haaland mpaka sasa amekusanya tuzo za mchezaji bora wa mwezi sawa na Thierry Henry, Frank Lampard, Jurgen Minson, Marcus Rashford, Jamie Vardy, Alan Shearer, Paul Scholes pamoja na Dennis Bergkamp. Naye kocha mkuu wa klabu ya Crystal Palace Oliver Glasner yeye amechaguliwa kuwa kocha bora wa mwezi Septemba katika ligi kuu ya soka nchini Uingereza. Crystal Palace chini ya kocha wao mkuu Oliver Glasner mwezi Septemba hawajapoteza mchezo wowote. Na taarifa hiyo inatufikisha mwisho wa habari za michezo na burudani. Nikurejeshe kwake Zinazile Mswima, yupo tayari kabisa kukamilisha ulimwengu wa habari usiku huu, na mimi nikutakie usiku mwema.
Habari za michezo na burudani. Sky TV. Tabasamu mfugaji, na usahau hasara milele kwa kukata bima ya mifugo kutoka NIC Insurance. Pakua app ya NIC kiganjani kutoka Play Store ama App Store, au tembelea tovuti ya www.nicinsurance.co.tz. NIC Insurance, sisi ndio bima. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluila Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa wasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na uhakika. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluila Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa wasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na uhakika. Sky TV. Asante Rais Saidi kwa kutujuza yaliyojiri viwanjani hivi leo. Na sasa mtazamaji, tuende moja kwa moja tukasikilize utabiri wa hali ya hewa kutoka kwa TMA kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu wa leo. Na sasa ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo tukianzia saa 3 usiku kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Karibu. Tuanze utabiri kwa kuangazia mifumo ya upepo. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, Ziwa Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa,
Upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kiwango cha chini kabisa cha joto la chini kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 10 katika mkoa wa Njombe ukilinganisha na maeneo mengine hapa nchini, hususan nyakati za usiku. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yote hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Lakini kwa siku ya kesho, kwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, hususan mkoa wa Kagera, mkoa huu unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Tanga, Dar es Salaam, Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya Rosaria hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpenzi mtazamaji, mpaka hapa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Ulikuwa nami mtangazaji wako Zinazire Mswima, na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Weekendi ikawe njema kwako.